Rais Donald Trump ameisifu Israel kwa ushindi wake dhidi ya Hamas, Hezbollah na Iran katika hotuba yake mbele ya bunge la Knesset nchini Israel. Viongozi mbalimbali wa nchi na serikali wamekutana mjini Sharm el Sheikh nchini Misri kujadili mustakabali wa Gaza. Na rais wa Madagascar Andry Rajoelina adaiwa kuikimbia nchi kufuatia maandamano makubwa ya vijana. Habari kamili. Jerusalem. Rais Donald Trump wa Marekani amewaambia wabunge wa Israel kwamba nchi yao haina cha kupigania tena katika ukanda wa Gaza na kwamba nchi hiyo inapaswa kuchukua hatua kuelekea amani katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya miaka miwili ya vita dhidi ya kundi la Hamas, Hezbollah na Iran. Trump ameipongeza Israel kwa kile alichokiita ushindi dhidi ya magaidi kwenye eneo hilo. Ushindi na mafanikio ya Israel tangu Oktoba 7 yanapaswa kuuthibitisha ulimwengu kwamba wale wanaotaka kuliangamiza taifa hili wataishia kushindwa vibaya. Taifa la Israel ni imara na litadumu na kuendelea daima. Forever. Trump pia ameahidi kusaidia ujenzi wa Gaza ambako kumeharibiwa vibaya na vita na mashambulizi ya Israel na kuwatolea mwito kuondoka katika kile alichokiita njia ya ugaidi na vurugu. Kadhalika ameitumia hotuba yake katika bunge la Knesset kumwomba rais wa Israel kumpa msamaha waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye anaandamwa na kesi za rushwa. Sharm el Sheikh. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili muda mfupi uliopita katika mji wa Sharm el Sheikh nchini Misri ambako atashiriki mkutano wa kilele utakaojadili mustakabali wa Gaza. Kiongozi huyo wa Marekani anajaribu kutia msukumo wa kupatikana amani katika kanda ya Mashariki ya Kati baada ya kuitembelea Israel. Viongozi wakuu 19 wa nchi na serikali wanahudhuria mkutano huo wa Sharm el Sheikh utakaojumuisha pia hafla ya kusainiwa makubaliano ya amani ya kumaliza vita Gaza. Miongoni mwa viongozi walioko Misri ni pamoja na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, Mahmoud Abbas wa mamlaka ya Wapalestina na Waziri Mkuu Keir Starmer wa Uingereza pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ambaye pia amekwenda Sharm el Sheikh amesema nchi yake itasimamia utekelezaji wa mpango huo wa amani. Ramallah. Umma mkubwa wa Palestina umejitokeza katika mji wa Ramallah, ukingo wa Magharibi, katika mamlaka ya Wapalestina kuwapokea wafungwa wa Kipalestina walioachiwa huru na Israel hivi leo Jumatatu chini ya mpango wa makubaliano kusitisha vita Gaza. Wapalestina walioachiwa huru walionekana wakiwa na furaha, walipokelewa na jamaa zao, baadhi wakinyanyua mikono kuonesha ishara ya amani, huku wengine wakionekana kushindwa kutembea wenyewe bila msaada wakati wakiteremshwa kutoka kwenye basi. Mamia ya Wapalestina wamesikika wakimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema Allahu Akbar baada ya kuona wenzao waliokuwa wanashikiliwa katika jela za Israel. Miongoni mwa Wapalestina watakaoachiliwa chini ya mpango wa usitishaji vita Gaza ni pamoja na maafisa 250 wa usalama, wakiwemo walioshtakiwa kwa mauaji wa Israel pamoja na kiasi 1700 waliokamatwa na jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza wakati wa vita. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Nairobi. Kiongozi wa upinzani nchini Madagascar Sitenyi Randrianarishvili amesema Rais Andry Rajoelina ameikimbia nchi. Kiongozi huyo wa upinzani ameliambia shirika la habari la Reuters hivi leo kwamba taarifa za kuondoka nchini Rajoelina zimethibitishwa na wafanyakazi wa ofisi ya rais. Hata hivyo, msemaji wa rais hakupatikana mara moja kutoa tamko kuhusu taarifa hiyo alipotafutwa na shirika la habari la Ufaransa RFI. Kiongozi wa upinzani Randrianarishvili amesema Rais Rajoelina hajulikani aliko na kwamba bunge linalohodhiwa na upinzani litaanza mchakato wa kumuondoa madarakani. Rais Rajoelina alitarajiwa baadaye leo kulihutubia taifa kufuatia maandamano makubwa ya vijana wanaoungwa mkono na jeshi. Na hatimaye Kiev.
Maafisa wa ngazi za juu wa Ukraine wameelekea Washington kwa ajili ya kushiriki mkutano pamoja na maafisa wa Marekani kuhusu ulinzi. Hayo yameelezwa leo na ofisi ya Rais Volodymyr Zelensky katika wakati ambapo Urusi imezidisha mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, huku Marekani ikipima uwezekano wa kuipelekea Ukraine makombora ya kisasa ya masafa marefu. Timu ya maafisa wa Ukraine inayoongozwa na Waziri Mkuu Yulia Sirvidenko itajadili suala la kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo pamoja na uwezo wake wa silaha, lakini pia mifumo yake ya nishati kabla kipindi cha baridi kali. Wakati huo huo, Urusi imesema hivi leo kwamba hakuna mpango wowote ulioandaliwa wa kufanyika mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Rais Vladimir Putin na Donald Trump baada ya kiongozi huyo wa Marekani kuonya kwamba ataipelekea Ukraine makombora ya Tomahawk. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Rais Donald Trump wa Marekani asema leo ni siku ya kihistoria na mwanzo wa enzi mpya Mashariki ya Kati. Wachambuzi wanasemaje? Kama kinachoendelea kule ukingo wa magharibi kinabaki vile vile na kile kinachoendelea Gaza, kuwa Israeli wanaweza wakabaki kurudi kwenye mstari wao wa kawaida ambao wamekuwa wakiishi toka 2007, tunaweza tukapumzika kwa muda, alafu baadaye tukakutana na haya ambayo tunapambana nayo hivi sasa. Serikali ya Ufaransa yakabiliwa na kitisho kipya cha kuanguka. Ni jambo la kushangaza kwamba waziri mkuu Bwana Le Cornu amerudi. Kwa kweli hakuna serikali ambayo iko thabiti kwa sasa hivi, na sidhani kama kutakuwa na serikali kama hiyo. Na rais wa Madagascar Andry Rajoelina aikimbia nchi kufuatia shinikizo la maandamano. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Saumu Mwasimba, na moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia bunge la Israel mchana wa leo akisema ni siku ya kihistoria na mwanzo wa enzi mpya kwa kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, wa Palestina wamewapokea jamaa zao walioachiwa kutoka jela za Israel kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa vita. Silvia Mwehozi na taarifa kamili. Rais Trump amewaeleza wabunge wa Israel leo Jumatatu kwamba nchi yao haina tena malengo ya kutimiza katika medani za vita na lazima ifanye kazi kuelekea upatikanaji wa amani katika kanda ya Mashariki ya Kati baada ya miaka miwili ya vita dhidi ya Hamas na mapigano na Hezbollah na Iran. Ingawa makubaliano ya Marekani ya usitishaji vita kati ya Israel na Hamas yanasalia kuwa tete, lakini Trump anadhamiria kutumia fursa hiyo ili kufanikisha amani ya kikanda. Trump amesema hilo litakumbukwa na vizazi kama wakati ambao kila kitu kilianza kubadilika. Huu sio tu mwisho wa vita, huu ni mwisho wa enzi ya vitisho na kifo na mwanzo wa enzi ya imani na matumaini ya Mungu. Ni mwanzo wa mapatano makubwa na maelewano ya kudumu kwa Israel na mataifa yote ya kanda, ambayo hivi karibuni itakuwa eneo zuri sana. Ninaamini hivyo kwa nguvu sana. Huu ni mwanzo mpya wa kihistoria wa Mashariki ya Kati mpya. Katika hali isiyotarajiwa, Trump pia alimwomba rais wa Israel kumsamehe waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alimwelezea kama mmoja wa viongozi wakubwa wa kivita. Amemsifu Netanyahu kuwa mtu asiye mwepesi kushughulika naye, lakini hilo ndilo linamfanya kuwa thabiti. Itakumbukwa kuwa Netanyahu anakabiliwa na mashtaka ya rushwa licha ya kwamba usikilizwaji wa kesi dhidi yake umekuwa ukisogezwa mbele mara kadhaa wakati wa mzozo na Hamas. Katika hotuba yake, kiongozi huyo wa Marekani ameahidi kusaidia kujenga upya Gaza ambayo imeharibiwa vibaya na kuwarai wa Palestina kuachana na mwenendo wa vita na ghasia. Aidha, pia Trump alitumia hotuba hiyo kutuma ujumbe kwa Irani ambayo aliishambulia wakati wa vita vya siku chache na Israel mapema mwaka huu, akisema mkono wa ushirikiano na urafiki uko wazi, akiongeza kuwa
Kila mmoja anataka kuishi kwa amani na hakuna anayetaka kuishi kwa vitisho. Kabla ya Trump kuhutubia, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye alihutubia bunge hilo na kutoa hakikisho la kuunga mkono makubaliano na Hamas ya kumaliza vita vya Gaza, huku akimsifu Trump kwa kufanikisha makubaliano hayo. Na Wapalestina waliojawa na furaha wamewapokea wafungwa walioachiliwa huru na Israel wakati walipowasili kwa mabasi katika ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza leo Jumatatu. Wafungwa hao wameachiwa baada ya Hamas kuwaachia mateka wote 20 walio hai waliochukuliwa wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Tukibaki na swala hilo hilo la Mashariki ya Kati, nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza maoni yake kuhusu yale yaliyojiri hivi leo. Sio rahisi mtu kuamini kuwa leo hii hakuna mateka yoyote aliye hai wa Israeli kwenye ardhi ya Gaza, lakini tumeshuhudia safari ya ghafla ya Donald Trump Mashariki ya Kati akihutubia bunge la Israel na kuelekea Sharm el Sheikh. Ni kama dunia imepigwa surprise fulani, yani iko kwenye mshangao fulani, lakini anabaki bado shujaa mmoja anaonekana juu ambaye ameshikilia kila kitu, Donald Trump. Awali Israeli walisema hakuna kiongozi wa ngazi za juu atahudhuria katika kutia saini, lakini taarifa ya karibuni inaonyesha kuwa Netanyahu pia ni katika viongozi wataohudhuria utiaji saini. Hii yote inaongeza uzito wa mazungumzo, na ile wasiwasi wa uaminifu wa mazungumzo unazidi kuongezeka kuwa kumbe inawezekana watu wakatulia na wakaenda vizuri. Kilichobaki ni muda kutupa majibu. Ni mwanzo mpya wa enzi mpya katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ungeweza kusema hivyo? Inawezekana ukawa ni mwanzo mpya, lakini inaweza ikawa ni mwendelezo wa yale ambayo yamekuwepo. Mara hii tuko na makubaliano ambayo ukiangalia ni makubaliano kama binafsi zaidi ambayo yametokana na utashi wa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump. Sasa uhai wake, uhalali wake na kuwepo kwake sana yanategemea uwepo wa Donald Trump na mwelekeo wa Donald Trump na kutokubadilika kwake. Hapa ndio kwenye mashaka mengi kuwa je, tutachukua muda gani Trump akiendelea kuamini hizi, hatufahamu nini kitakuja kutokea huko mbele. Siwezi kusema kama ni enzi mpya, lakini nasema wacha tuone muda utatupa kama ni enzi mpya au tunarudi pale pale. Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema pia vile kwamba ni mwisho wa jinamizi ambalo limewasumbua wa Israeli na wa Palestina kwa kipindi kirefu, na kama kuachiwa huru kwa mateka na mabadilishano ya wafungwa kweli kunafungua mlango wa matumaini mapya ya maelewano baina ya pande hizi mbili kwa kiwango fulani, lakini kwa kiwango kingine inakuwa ni bado sana, kwa sababu mfano ukichukulia namba ya mateka ambao wa Israeli walioachiliwa hai 20 na tunatarajia kupata labda miili kama 28. Ukichukua wale wa Palestina walioachiliwa ni wastani kama 2000, unaweza kusema bado hakuna uwazi wa moja kwa moja kuwa Israeli watabaki Gaza, wataondoka, au uongozi ujao wa Gaza utakuwa na uhusiano gani na Israeli? Je, utapokea amri ya Israeli au Hamas wataweka silaha chini? Bado hili nalo linatupa maswali mengi. Tunaweza tukapumzika kwa muda, alafu baadaye tukakutana na haya ambayo tunapambana nayo hivi sasa. Mkutano wa Sharm el Sheikh, unayaona matumaini ya awamu ya pili yanakaribia pia vile baada ya kusainiwa hii awamu ya kwanza? Nadhani kama Marekani watabaki kushikilia pale pale na shinikizo labda la pembeni lipelekwe kwa Marekani zaidi kuliko kwa Israeli, huenda tukashuhudia awamu ya pili ambayo ni ngumu zaidi, kwa sababu awamu ya pili ugumu wake ni kuwa ni kipindi ambacho Hamas wanatakiwa kuweka silaha chini, na ni kipindi ambacho Israeli anatakiwa asogee kwenye line ya pili, na ni kipindi ambacho inatajwa kuwa vikosi vya kimataifa sasa ndio vinaweza kutaka kuanza kuingia Gaza na kuanza kushikilia. Sasa kinachotokea hivi sasa unaweza kusema kuwa ni pressure ya ulimwengu, lakini inawezekana kadri muda unavyokwenda tutaanza kujionea baadhi ya vitu vingi ambavyo vitakuwa ni uvunjifu wa makubaliano. Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye kuhusu yaliyojiri hivi leo katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 12 na dakika 14 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa huko nchini Madagaskar. Rais wa Madagaskar Andry Rajoelina amekimbia nchi baada ya shinikizo kubwa la maandamano ya vijana kumtaka ajiuzulu yaliyoungwa mkono na jeshi. Upinzani umethibitisha juu ya taarifa hizo na kuongeza kuwa hajulikani alipo. Taarifa zaidi na Hawa Bihoga.
Kulingana na vyombo vya habari nchini Ufaransa, Rais Rajoelina aliondoshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa chini ya makubaliano na Rais Emmanuel Macron. Rais Rajoelina alikosa uungwaji mkono baada ya kitengo muhimu cha kijeshi kuungana na maelfu ya waandamanaji waliopinga masuala ya ufisadi, umasikini na kumtaka jiuzulu. Ikulu ya Madagascar haijathibitisha juu ya taarifa hizo, ingawa kiongozi wa upinzani nchini humo Etienne Radriana Soloniaiko amelithibitishia shirika la habari la Reuters juu ya taarifa hizo, na hapa namnukuu: "Rais amekimbia nchi. Tuliwapigia wafanyakazi wa rais, walituthibitishia kwamba amekimbia nchi." Mwisho wa kunukuu. Duru za kijeshi zimethibitisha kuwa kiongozi huyo aliondoka kwa kutumia ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Kuondoka kwa rais kunatoa nafasi kwa kiongozi wa bunge kuchukua mamlaka ya rais hadi pale uchaguzi utakapoitishwa. Kiongozi wa upinzani nchini humo Radriana Soloniaiko amesema kwamba bunge ambalo linahodhiwa na upinzani litaanza mchakato wa kumwondoa madarakani Rais Rajoelina, na kuongeza kuwa katiba inatoa haki ya rais kushtakiwa na watafanya hivyo. Maelfu ya waandamanaji wameendelea kumiminika kwenye mitaa ya jiji la Antananarivo. Wanasema mapambano ni kama yamekwisha, lakini si kwenye meza ya mazungumzo. Hapo ndipo hasa palipo na matamanio ya kubadili mfumo. Baadaye hii leo Rais Rajoelina anatarajiwa kulihutubia taifa. Hapo jana Jumapili aliona juu ya jaribio la kutaka kunyakua mamlaka kwenye taifa hilo la kisiwa katika pwani ya kusini mwa Afrika baada ya kupoteza uungwaji mkono wa kitengo maalum cha kijeshi Kapsat kilichomsaidia kutoa mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2009. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 22 wameuawa katika siku za mwanzo za maandamano hayo, wengine kwa nguvu ya vikosi vya usalama na wengine kutokana na vurugu zilizochochewa na magenge ya uhalifu na waporaji wanaonufaika na maandamano hayo. Maandamano hayo ya vijana wa Gen Z yaliyoanzishwa mnamo Septemba 25 kwa malalamiko ya ukosefu wa maji na umeme yamekuwa na kuwa harakati pana za kupinga utawala, zikijumuisha malalamiko ya uongozi mbaya na uhaba wa huduma za msingi. Na msikilizaji, endelea kuyatuma maoni yako nami baadaye nitayasoma hapa studio. Yatume kupitia channel yetu ya YouTube na mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania imezifuta jumla ya kata 10 na kuwatengua wagombea 7 wa udiwani katika maeneo ya Katumba, Uliankuru na Mishamo ambako wanaishi waliokuwa wakimbizi wa Burundi wa mwaka 1972 ambao wengi wamepewa uraia wa Tanzania. Mwandishi wetu Prosper Kuigize amefuatilia swala hilo na ametuandalia ripoti hii. Katika tangazo rasmi lililotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi na kusambazwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari nchini Tanzania, tume hiyo imeeleza kuwa uamuzi huo umezingatia tangazo la waziri mwenye dhamana wa tawala za mikoa na serikali za mitaa lililozifuta kata za Katumba, Bulamata, Kanoge, Ipwaga, Litapunga, Ilangu na Mishamo katika wilaya za Nsimbo pamoja na Tanganyika. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Jacob Mwambegere, amebainisha katika waraka wake kuwa kata 3 za Milambo, Igombe Mkuru na Kanindo za wilaya ya Kaliua katika makazi ya Uliankuru zilifutwa, lakini hawakuteua wagombea wa udiwani. Kufuatia tangazo hilo, wananchi na wagombea kutoka katika kata hizo wamekuwa na maoni tofauti kuhusu hatima yao ya kisiasa na kiraia. Elias Wilson Elia ni mmoja wa wagombea ambao wameguswa na kufutwa kwa kata hizo. Kama nilivyomteua ndani ya chama, sijapokea taarifa rasmi kutoka kwenye chama changu cha Mapinduzi. Kama itoshi, bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kwenye tume, na mimi nitapokea urasmi huo zaidi nitakapopokea taarifa moja kwa moja kwangu kama aliyekuwa mgombea ambaye niteuliwa rasmi ndani ya chama chetu na ndani ya tume. Kama itakuwa kama ambavyo inaonekana, ni jambo ambalo kama mgombea itakuwa inakusikitisha, lakini pia nitaendelea kuvumilia. Mwenyekiti wa kijiji cha Katumba Bwana Elias Makaya amekiri kuwa uamuzi huo umewaacha wananchi wake njia panda. Naweza nikasema tu ufafanuzi haujawa mzuri kiasi kwamba akawa anakusema kwamba aidha mimi nitapiga kura au sitopiga. Sababu za kufutwa kwa kata hizo zimeainishwa katika tangazo la serikali namba 596 la Oktoba 3 mwaka huu, ambalo linataja kuwa maeneo ya Katumba, Mishamo na Uliankuru ni maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wakimbizi.
Prosper Kuigize, DW, Mpanda, Katavi. Na tayari namuona Tatu Karema yuko upande wa pili wa studio, lakini kwanza tuangalie siasa za Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amevishutumu vyama hasimu vya kisiasa kwa kuchochea ukosefu wa utulivu na uthabiti kwa kumyumbisha na kumdhoofisha waziri mkuu aliyemteua tena Ijumaa iliyopita Sebastien Lecornu, ambaye serikali yake inakabiliwa na vitisho vya kura mbili za kutokuwa na imani nayo. Macron amesema hatajiuzulu na ni jukumu la kila mtu kufanya kazi kuelekea utulivu wa kisiasa Ufaransa, wakati Lecornu akijiandaa kuwasilisha rasimu ya bajeti Jumanne asubuhi na baadaye alasiri kutoa hotuba ya sera katika baraza la chini la bunge la Ufaransa. Kuhusu hali ya kisiasa nchini Ufaransa, nimezungumza na Ahmed Saleh, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Paris, na kuanza kumuuliza maoni yake kuhusu uthabiti wa serikali ya Ufaransa kwa wakati huu. Kwa kweli hakuna serikali ambayo iko thabiti kwa sasa hivi, na sidhani kama kutakuwa na serikali kama hiyo, kwa sababu kwanza hakuna chama cha kisiasa chochote kile katika vyama vilivyoko bungeni ambacho kina wabunge wengi kuweza kuendesha serikali peke yake. Kwa mantiki hiyo, serikali ya sasa unaiona inaweza ikaanguka pengine kabla mwisho wa wiki hii au mwisho wa mwaka huu? Bila shaka yoyote, ishara zote zinaonyesha kwamba si serikali ambayo inaweza kudumu, na ni serikali ambayo itaanguka tu, kwa sababu sasa hivi tegemeo lao kubwa ni kutoka kwenye chama cha kisocialist. Ikiwa matakwa yao yatakubalika, nayo ni kwamba wasitishe mpango wa malipo ya uzeeni au kuzuia ule mpango wa ustafu ambao wameongeza muda kwa miaka 65 urudi kama ulivyokuwa awali. Lakini vyama vya mrengo wa kulia vinapinga kabisa wazo hilo la mapendekezo hayo ambayo yametolewa na wasocialisti. Itakuwaje hali hii? Hii serikali haiwezi kudumu, kwa sababu ikiwa bwana Lecornu atakubaliana na matakwa ya vyama vya mrengo wa kushoto au hususan chama cha kisocialist ambacho pekee kiko tayari kutokumwekea vikwazo ikiwa atatimiza masharti hayo mawili, pamoja na kutokutumia kipengele cha 49.3 cha katiba ambacho serikali itapitisha miswada yake bila ya kupigwa kura na wabunge. Ufaransa ndio nchi ambayo ina nakisi kubwa kabisa ya bajeti katika ukanda wa Euro. Inawezekana katika mazingira ya sasa kubana matumizi katika bajeti ambayo inawasilishwa siku ya Jumanne asubuhi na waziri mkuu? Upande wa mrengo wa kushoto kwa mfano, wanachotaka ni kuongeza kodi kwa matajiri, na wamekuja na mpango ambao bila shaka yote vyama vya mrengo wa kulia vinaukataa. Kwa hivyo wao wanachosema, ikiwa watautekeleza mpango huo wanaopendekeza vyama vya mrengo wa kushoto, hakutokuwa na haja ya kubana matumizi na kuwaumiza watu. Serikali itaweza kupata njia ya kuweza kupata pesa ya kuziba hiyo nakisi ambayo iliyopo. Wafaransa wenyewe unaona wanazungumzia nini hasa kuhusu imani na rais wao pamoja na imani na serikali yao? Wafaransa wengi ninavyoona wanasema kwamba mkwamo uliokuwepo umeletwa na mwenyewe rais bwana Macron. Kwanza kwa kulivunja bunge wakati ule, na pia sasa hivi kwa kushikilia kutaka kuendesha serikali kwa kutumia watu wale na vyama vile, na kwa kufuata sera ile ya kwake, wakati ambapo matokeo ya uchaguzi uliopita yameonyesha kwamba wananchi wanataka mabadiliko. Ahmed Saleh, kama nilivyo